Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari kubwa, habari ya moto ambayo imeendelea huko kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Juma Jux kukonda ghafla au kupungua ghafla. Bana, hii habari kila mtu anaizungumzia kwa namna yake. Kila mtu anazungumza kile ambacho yeye pia ameweza kukiona. Lakini pia habari hii ya Juma Jux imewasababisha vijana wengi waogope kuoa na kuona kwamba kumbe ukioa mwanamke ambaye ana pesa ni kwamba wewe ndiye ambaye unaenda kuteseka katika ndoa. Kumbe ukioa mwanamke ambaye anajiweza, mwanaume ndiye ambaye unaenda kuteseka katika ndoa. Ndicho kitu ambacho kimemkuta Juma Jux. Bana, nataka nikukumbusha kitu kimoja. Juma Jux katika moja ya interview yake pale Wasafi aliwahi kuzungumza na kudai kwamba baada ya yeye kuingia kwenye ndoa, matumizi yake ya pesa yakawa yamepungua kwa asilimia kubwa sana. Sitaki kuzungumza sana, nataka niweze kukukumbusha hapa kupitia hii video ya Juma Jux, muda huu uweze kuisikiliza, alafu baadaye nikuambie ni kitu gani ambacho Juma Jux alizingua, ni wapi ambapo alikosea na ni kwa nini aliweza kukosea. Tuisikilize hii video ya Juma Jux alafu baadaye tuweze kuendelea. Naweza nikasema katika kipindi ambacho situmii hela kabisa ni kipindi ambacho niko kwenye ndoa. Okay, how? Yani wakati nimeoa, because everything is organized. Okay. Na pia watu hawajui, sijui labda wanajua. Ukiwa na mwanamke mwenye kipato ambacho anapata hela sana, ni ngumu sana pia kama lakini ni mwanamke wako na yuko pale kwa sababu ya upendo, ni ngumu sana kuwa unatumia sana hela pia. Kama umeisikiliza hiyo video ya Jux kwa makini, utakuwa umeshaelewa nini ambacho Juma Jux aliweza kumaanisha hapo katika hiyo interview yake. Alieleza kwamba yeye ni mwanaume ambaye amepata bahati kumuoa mwanamke ambaye ana kipato kikubwa, mwanamke ambaye ana pesa, jambo ambalo limepelekea mashabiki kugeuza haya maneno ya Jux kuwa kama majuto kwake, kwa sababu ukiangalia sasa hivi Juma Jux namna ambavyo amepungua kwa kasi, namna ambavyo amekonda, inaonesha wazi kwamba huyu mwanamke ambaye ana kipato huenda anampelekesha Jux au huenda anamcontrol Juma Jux. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Kwa sababu baada tu ya Juma Jux kufunga ndoa na Priscilla, tulitegemea Priscilla atakuja kuishi hapa Tanzania nyumbani kwa mume wake, lakini cha ajabu na cha kushangaza, Juma Jux ametoka hapa Tanzania ameenda kuishi kule Nigeria. Ni kwa sababu gani? Unafikiri Priscilla asingekuwa na pesa, asingemsikiliza Juma Jux kuja kuishi naye hapa Tanzania? Lakini kwa sababu ni mwanamke ambaye ana pesa, na yeye pia ana kauli za kusema, na yeye pia ana control, na ndio maana mpaka leo hii Juma Jux hana kauli ya kumpa Priscilla na kumwambia kwamba twende tukaishi nyumbani Tanzania. Hawezi kumwambia hivyo kwa sababu mwanamke wake ana kiburi cha pesa, lakini pia anajua kabisa familia yake ni familia ambayo ina uwezo mkubwa pale Nigeria. Na hicho ndio kitu ambacho Juma Jux amezingua kwa asilimia kubwa sana. Yeye labda alikuwa anaona ni masifa kuwa na mwanamke mwenye pesa, lakini sasa hivi anajutia kuwa na mwanamke mwenye kipato kwa sababu hana uhuru, lakini pia amekuwa ni mwanaume fulani hivi ambaye ana mawazo sana. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.